sijawahi kuona hesabu ya namna hiyo. Tumebakisha mechi 10 ambazo kuna pointi 30. Bahati mbaya Abdallah, kitu ambacho mnakikosea sana katika mpira nyinyi waandishi na hawa mnaita wachambuzi, sisi tumekuwa na watu wa ovyo ovyo sana. Yanga hii haijabadilika, hamna ongezeko lolote. Ndio Yanga ilolazimishwa ushindi chini ya Namungo. Umenielewa Abdallah? Kwa kutoka penati ya uongo. Maana yake waamuzi wangekuwa wako clear kidogo, Yanga angepoteza. Yanga hizi ziko mechi zaidi ya 2 Abdallah, ambazo walikuwa wanadondosha maamuzi. Tuna pointi 30 kwa mechi 10. Sasa ukiniambia Yanga amekuwa champion bila ya kujali hichi ambacho tunajadili, maana yake ni uwezo mdogo. Na Jafet, kumekuwa na watu wana viwango vya chini sana vya mpira. Moja, inawezekana kwa njaa zao, yani sio wamekurupuka kutoka wapi. Leo tunakwenda kuzungumzia hilo chini ya Steve Barker. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo kitu pekee Abdallah ambacho mimi najivunia, kwanza nimecheza mechi 3 na Yanga hapa karibuni, na ya 4 naenda kumkanda fainali, sababu naamini ana uwezo wa kunikimbia. Mechi moja imemezwa na waamuzi, mechi ya pili tumemkanda Zanzibar, ya 3 ya jana watu wanashangilia sare. Abdallah, kwa mara ya kwanza, na nikukumbushe hata Simba tulipokuwa tunatoka kwenye piki, maana yake tunaanza kuondoka katika fomu. Simba pia tulianza hivi brother, tunapata sare na Yanga, Mapinduzi Balama anasawazisha. Simba tunaona sare kama sehemu ya faida kwetu. Kwa nini tulipochezeshwa na walimu wa kigeni? Hawa miamba wamekuwa wanateseka, nani waamuzi wa kigeni? Hawa jamaa wamekuwa na mateso makubwa. Tafsiri yake mechi ya kwanza ya ligi mwalimu anatia wavuni kama kuna muamuzi hawa wa kigeni, ilikuwa kile chuma cha wazi. Na hata jana lilikotoa kosa la kibinadamu, na mimi nimeshangazwa baadhi ya viongozi, nisiwataje jina. Tunao viongozi wetu waandamizi wengi wamelaumu kwa waamuzi. Mimi kwa waamuzi sikuwa na shida. Hakuna muamuzi ambaye automatically atachezesha kwa 100% bila kukosea. Hata waamuzi ambao wako Uingereza, wako Saudi Arabia, wanacheza chini ya VAR, video assistant referee, bado kuna makosa unayaona, na video assistant inashindwa kuyasaidia hayo makosa. Kwa hiyo tukio la dakika 89 ni kweli inaonekana ilikuwa ni mkwaju wa penalty, anachezewa Libase Gay, umenielewa, na Diara. Isipokuwa kwa makosa kama yale katika mechi nzima huwezi kuchukulia kama kosa, kwa sababu sisi tuko kwa hukumu wa waamuzi. Abdallah, kwanza tumshukuru Mungu, tumemaliza mechi salama, hatukupata majeruhi katika mechi. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu ligi ni marathon. Lakini upande wangu mimi binafsi, katika siku ambazo nimekosa usingizi Abdallah, ni jana. Sio kwamba sikuwa na hela, sio kwamba sikuwa na nini, hapana. Mimi nimetoka kuzungumza, tunazungumza mechi ya kwanza tukiwa Segera pale. Nilikwambia Abdallah, kwa namna ambavyo naiona Simba Yanga hii haiwezi kutoka salama hata kwa bahati mbaya. Yaani ni dhambi kubwa mechi kama ya jana kumaliza kwa 2-2 Abdallah, vielezeki. Na Abdallah, nikumbushe baadhi ya mambo sasa juu ya mechi ya jana. Miongoni mwa vitu ambavyo nimeona ni vioja ni jana. Abdallah, niliwahi kukubishia mimi Injinia hawezi kuwa rais wa vilabu. Ana hadhi ya kuwa rais wa vilabu kwa sababu anaongoza klabu ya hovyo. Kutokana na namna ambavyo wanafanya watu wa klabu yake, yeye akiwa mmoja kati ya watu wanaoshiriki. Nitakwambia kwa mfano jana. Abdallah, nadhani unafahamu jana kuwa kipindi cha kwanza Yanga walibadilisha nguo kutoka nyumba jirani. Umenielewa vizuri? Hata tatizo sio kubadilisha nguo tu kutoka nyumba jirani. Tatizo ni kuwa baada ya hafu ya pili, watu ambao walikuwa ni scout wale, sami kwa wanajeshi sina shida, wamewaruhusu tena kutoka kwenda ile ni nyumba nani Abdallah, sijui ni nyumba, sijui niseme ni hall, sijui ni bar. Mimi binafsi kusema kweli sijui. Haya mambo yanasikitisha. Alafu kuna watu wanasimama wanatuambia Injinia ni rais wa vilabu. Mimi sijajua Abdallah ni rais wa vilabu gani kusema kweli. Vilabu ambavyo havifuati kanuni, ni rais wa vilabu ambavyo havina sijui niseme, sijui nitumie lugha gani. Abdallah, nisikitike kwanza katika hili, lakini mimi nifurahishwe na mwalimu Steve Barker. Abdallah, kama Simba na viongozi watampa Steve Barker niseme nini, msimu unaofuata kufanya sajili, akafanya anachokitaka, mimi utabiri wangu wa kwanza, Simba anakuwa champion wa klabu bingwa. Hii inawezekana kama ikawa ni issue ya kawaida, nikaonekana sefu, nimesema kwa sababu ya mashauzi. Umenielewa vizuri? Anakuwa mwalimu wa kwanza atakayetoa klabu bingwa Tanzania
kwa sababu rekodi imetuacha katika nusu fainali 74 na Mihali Al Kubra ya Misri. Sawa, leo tunakwenda kuzungumzia hilo chini ya Steve Barker, umenielewa vizuri? Kwa hiyo kitu pekee Abdallah ambacho mimi najivunia, kwanza nimecheza mechi 3 na Yanga hapa karibuni, na ya 4 naenda kumkanda fainali, sababu naamini ana uwezo wa kunikimbia. Mechi moja imemezwa na waamuzi, mechi ya pili tumemkanda Zanzibar, ya 3 ya jana watu wanashangilia sare Abdallah kwa mara ya kwanza. Na nikukumbushe hata Simba tulipokuwa tunatoka kwenye piki, maana yake tunaanza kuondoka katika fomu, Simba pia tulianza hivi brother, tunapata sare na Yanga, Mapinduzi Balama anasawazisha, Simba tunaona sare kama sehemu ya faida kwetu, ingawaje pia Yanga walipiga chinja kwa sababu walikuwa na timu dhaifu, lakini hoja ya comeback, kama kweli comeback ndio inafanya watu wanashangilia. My bro, timu iliyotoka kufunga mwenzie mara 6 wanashangilia comeback. Comeback Simba mwaka jana wamefanyiwa na Coastal Union kama unakumbuka. Mimi katika kumbukumbu zangu comeback huwa inafanywa na timu dhaifu. Timu yenye quality na kiwango kwa kawaida inafunga mapema. Badala yake Simba wametoa dakika 80 za Yanga kwenda kufanya comeback. Nikashangaa kuna wachambuzi wamesimama wanasifu comeback. Watu jana wanapiga chinja kwa sababu ya kupata sare. Hii inatokana na ubora ambao Simba wanao. Abdallah, kusema kweli Simba ya Steve Barker, binafsi mimi na nenepa sana, ila jana nilikosa usingizi kwa sababu vilema wametokea kwa pani. Abdallah, nimeumia sana vilema kutokea kwa pani, nimeumia sana, yani si umenielewa? Yani nimeumia kwa sababu cha kwanza jana tumewafundisha mpira, umenielewa? Jambo la pili tumeonyesha utayari wetu katika mpira, jambo la tatu tumeonyesha dunia kwamba popote inawezekana. Na Abdallah, nisisahau kwa nini tulipochezeshwa na walimu wa kigeni. Hawa miamba wamekuwa wanateseka, nani waamuzi wa kigeni? Hawa jamaa wamekuwa na mateso makubwa. Tafsiri yake mechi ya kwanza ya ligi mwalimu anatia wavuni kama kuna muamuzi hawa wa kigeni, ilikuwa kile chuma cha wazi. Na hata jana lilikotoa kosa la kibinadamu, na mimi nimeshangazwa baadhi ya viongozi, nisiwataje jina. Tunao viongozi wetu waandamizi wengi wamelaumu kwa waamuzi. Mimi kwa waamuzi sikuwa na shida. Hakuna muamuzi ambaye automatically atachezesha kwa 100% bila kukosea. Hata waamuzi ambao wako Uingereza, wako Saudi Arabia, wanacheza chini ya VAR, video assistant referee, bado kuna makosa unayaona, na video assistant inashindwa kuyasaidia hayo makosa. Kwa hiyo tukio la dakika 89 ni kweli inaonekana ilikuwa ni mkwaju wa penalty, anachezewa Libase Gay, umenielewa, na Diara. Isipokuwa kwa makosa kama yale katika mechi nzima huwezi kuchukulia kama kosa, kwa sababu sisi tuko kwa hukumu waamuzi. Sisi ombi letu Mwenyezi Mungu atujalie mechi inayokuja ya fainali tunakutana naye tu, sababu quality ambayo tunayo hamna panya yote anaweza kutuzuia. Samahani, sikuwa na nia mbaya, lakini hivi vilabu vingine si ni paka katika hii ligi, waliobaki wote kama panya, hamna yoyote anaweza kwenda kutuzuia. Abdallah, sisi tusiingie fainali na tunaamini na wao watakuja fainali, sisi tuko tayari, au kama ikibidi sisi tuko tayari, wakipata tena sare tupokonywe pointi 10, kama kuna mechi itarudiwa tuko tayari, sababu ni miongoni kwa sasa ndio vilema wetu. Sisi tunaweza tukashindwa kuwafunga Coast na Mungu sijui Geita, so Yanga, yani katika mechi ambayo hata ungetuamsha saa 10 usiku hatujawahi kustuka ni Yanga kusema kweli kwa kipindi cha karibuni, kwa sababu tuna quality ya kutosha kweli, na bahati mbaya hawawezi kutamani mechi nyingine hii, kwa sababu yani leo kuna mtu anaitwa, wanamuitaje yule Innocent Aura, sijui mnamuita Aura. Yani mwalimu jana alisema shukrani kubwa Yanga wanatakiwa wakamshukuru Mungu ni ule mwamba kukosekana, na nadhani kwa mujibu wa taarifa za kitabibu yuko sawa. Sisi tuko tayari, kama TFF watatukubalia tupige nyingine moja, tusipowafunga tuwapewe pointi 10. Sijawahi kuona hesabu ya namna hiyo, tumebakisha mechi 10 ambazo kuna pointi 30. Bahati mbaya Abdallah, kitu ambacho mnakikosea sana katika mpira nyinyi waandishi na hawa mnaita wachambuzi, sisi tumekuwa na watu wa ovyo sana. Yanga hii haijabadilika, hamna ongezeko lolote. Ndio Yanga ilolazimishwa ushindi chini ya Namungo, umenielewa Abdallah, kwa kutoka penati ya uongo. Maana yake waamuzi wangekuwa wako clear kidogo, Yanga angepoteza. Yanga hizi ziko mechi zaidi ya 2 Abdallah ambazo walikuwa wanadondosha maamuzi. Tuna pointi 30 kwa mechi 10. Sasa ukiniambia Yanga amekuwa champion bila ya kujali hichi ambacho tunajadili, maana yake ni uwezo mdogo. Na Jafet, kumekuwa na watu wana viwango vya chini sana vya mpira. Moja, inawezekana kwa njaa zao, yani sio wamekurupuka kutoka wapi. Mimi nitakwambia mfano, mimi niliwahi kusema
Kuna watu wawili mimi nina mashaka hata hawajawahi kukimbia hata jogging toka wamezaliwa. Afu wamo kwenye mpira, Ali Kamwe na yule Ansi Rafael. Yao hata jogging sio kama wewe ushawahi kumuona Ali Kamwe. Na siku alivaa pensi. Kama utamkata hapa mimi chini nilikuwa najua dada yake. Utanisame, sina nia mbaya. Ndio watu ambao wapo katika mpira, ndio watu wanazungumzia mpira. Ali Kamwe jana baada ya kusikitika, yeye ni sehemu ya timu kubwa. Anasema kipimo cha kuonyesha timu kubwa ni kufanya comeback. Sasa kama ni hivyo basi Coastal ni kubwa, sababu mwaka jana imefanya comeback kwa Simba. Si umenielewa Abdallah? Shida itakayotuumiza katika mipira yetu ni kupokea waimba tarabu kwenye mipira, kupokea watu ambao from Norway walikuwa hawana issue za kufanya. Ndio katika mipira tumeharibikiwa sana. Nikamsikia na Mkalaboko akasema Yanga ni giant kubwa. Yaani leo inakuwa ajabu sana, mtu ambaye anafungwa goli 2 anasawazisha ndo anaitwa mwamba. Abdallah, katika maisha yako kwepa sana posho au kusema jambo ambalo uamini, hiyo ni vita kubwa sana. Moja, utaharibu; pili, utaonyesha unafiki wako; jambo la tatu, inaweza ikakuia shida sana baadaye kujibu hoja zako. Si umenifahamu Abdallah? Sisi kwetu tuna masikitiko, si kumkosa mtu ambaye tulikuwa tunaweza kumfunga kiwepesi. Tunasikitika, acha wao wafurahi, isipokuwa mbio za ubingwa haziwezi kutamkwa saa hizi, kwa sababu ili ujue nani bingwa lazima mmoja atangaze. Tunataka mwalimu wa Yanga atangaze ubingwa. Kama anaweza si wanasema kwa kubakisha hivi Yanga ni bingwa, si ndio? Sasa mbona atangazi mwalimu? Anajua haiwezekani. Mimi kwangu champion ni Simba, swala la muda. Shakespeare nikope hizi zuruga kidogo sizijui, anasema time will tell, yani muda huo unasema. Mimi nasubiri muda utasema. Mimi kwangu champion ni Simba kwa quality aliyokuwa nayo. Kimbunga anachotoa toka amekuja Steve Barker, usisahau hakuna mtu yoyote aliwahi kupata matokeo kwa Steve Barker zaidi ya sare. Yaani watu wanaojisifu na wanajisifu kupata sare wakati mechi ni ngumu upande wao. Sasa mwalimu anaachaje kuwa bingwa?